miongoni mwa miradi ambayo itakuwa imeweka heshima kubwa ndani ya halmashauri kwa siku ya leo, ikiwemo na mradi huu wa soko. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Kwa kweli mkurugenzi, kwenye eneo hili umeweza kufanya kazi kubwa na nzuri kwa wananchi ambao wanawasimamia, kwa sababu yale maono na maelekezo ya rais wetu mmeenda kuyaishi kwa vitendo ndani ya halmashauri yetu, na ninaamini kwamba mradi huu sio kwamba ndio huu ambao umetekeleza kwenye halmashauri. Miradi tayari ni mingi ambayo imetekelezwa, na mimi sina shaka na miradi hiyo mengine ambayo inaendelea kutekelezwa kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Na ndiyo maana wananchi wamejawa na amani, wamejawa na upendo, na wameendelea kudumisha heshima ndani ya taifa hili. Ombi langu kwa wafanyabiashara na wananchi, tuendelee kulipa kodi kwa muda ambao unastahili. Wapo baadhi ya wafanyabiashara wanakuwa wagumu katika ulipaji wa kodi ndani ya halmashauri. Kodi hili ambayo tunailipa, ndugu zangu, ni miongoni mwa jitihada ambazo tunawaletea maendeleo moja kwa moja. Mradi huu wa soko ambalo tumelijenga ni miongoni mwa jitihada za fedha ambazo tunazitoa wananchi, ambazo zinaenda moja kwa moja halmashauri, na wao wanakuwa wanapanga maeneo kwa ajili ya kutekeleza miradi ya kimaendeleo. Miongoni mwa miradi ambayo inatekelezwa na halmashauri ni miradi ambayo inaendelea kuweka heshima ndani ya maeneo yetu. Mimi leo ni mara yangu ya kwanza kuja ndani ya wilaya ya Songwe, lakini maono na matarajio niliyonayo kwa kweli ni makubwa ndani ya wilaya hii. Miongoni mwa matarajio ambayo inahitaji kuyaona yanatokea, na yasizidi zaidi ya mwaka mmoja, usizidi miwili, ni swala zima la kuondokana na halmashauri ya Songwe kuwa na manispaa ya Songwe. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Manispaa oye! Na hayo ndugu zangu yanawezekana. Vipi yawezekane tuwe na hadhi ya manispaa? Lazima tuunge mkono jitihada za serikali. Na jambo la pili, lazima twende tukapige kura kwa kwenda kulipa imani ya rais wetu Mama Samia. Ndugu zangu, amefanya mengi. Leo tunatembea miradi michache kwa niaba ya mengine, ni kwa sababu ya muda mdogo tuliokuwa nao, lakini ingelikuwa tunasema tunatembelea miradi yote, kwa kweli mama huyo amefanya kazi. Na ndiyo maana mkuu wa wilaya na kamati ya usalama na wao wanaendelea kututhibitishia hayo kwa vitendo, kwa sababu tumeshapita miradi ya maji, tumeshapita miradi ya elimu, tumeshajionea miradi ya afya, lakini pia tumekuja kujionea miradi inayogusa wananchi, hasa wale wafanya biashara wadogo wadogo. Ni jukumu la kila mmoja wetu kwenda kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Mwenge wa Uhuru oye! Dr. Samia oye! Mwisho, kwa kumalizia, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kipekee niendelee kuwaomba ndugu wafanyabiashara wa madini waendelee kuwa wavumilivu kwa hiki ambacho kinafanyika leo hii. Serikali tayari imeshawajali kwa kuwatengea soko maalum kwa ajili ya uuzaji wa biashara zao hizo. Hakuna mfanyabiashara wa madini leo hii ambaye atapitia changamoto ya kukosa eneo kwa ajili ya kuuza biashara hiyo. Tayari serikali ya halmashauri chini ya mkurugenzi wetu mwanamama wameshatekeleza hayo kwa vitendo, na mimi naamini ujio wa Mwenge wa Uhuru, mahala hapa tutaacha matumaini, mahala hapa tutaacha upendo, na mahala hapa tutaacha heshima baina ya wafanyabiashara na serikali yao. Na mimi kwa niaba ya wenzangu, kwa kweli tumekagua mradi huu kwa kina, tumepitia nyaraka na taarifa zote, na hatukuwa na shaka ya aina yoyote katika mradi huu, kwa sababu serikali fedha imetumika vizuri, na mkurugenzi na watu wake wote wameendelea kusimamia vyema mradi huu. Na mimi naamini kwa tarehe ambayo imewekwa kumalizika kwa mradi huu, kwa kweli utaenda kukamilika kwa muda ambao umekusudiwa.